Ahlan wa sahlan wa marhaban. Leo ni tarehe 12 katika visiwa vya Zanzibar katika uwanja wa Amani Complex, ambapo watani wa jadi wanakwenda kukutana katika uwanja huo majira ya saa 2 usiku kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. VOP TV hatukuweza kwa nyuma, tumeweza kuja kukutana na mashabiki kupiga na story 2-3 kuhusiana na mchezo huo. Kilisha kutoka wekundu wa Usambara, milima ya Lushoto. Hongera sana. Lakini naona umetoka mbali kuja kushabikia timu yako. Labda unahisi leo kuna ushindi wa kiasi gani kwenye timu yako? Sio nahisi, nimefuata ushindi na nimefuata, yani nimejiandaa. Ukiniangalia hata mwili wangu yani ni wa kubeba vitu vizito. Nimejiandaa kwenda kubeba ngao. Ndio maana kama skafu unaisoma hii, imeandikwa naipenda Simba milele. Yani ilipo nipo, na ndio maana nimekuja hapa kwa ajili ya jambo hili. Sijaja kwa ajili ya kubahatisha, nimekuja kwa ajili ya ushindani kwa sababu timu ya ushindani ninayo. Suleiman Mwalimu unavyojulikana aliwahi kutoka katika timu yenu na alicheza na aliperform vizuri sana msimu uliopita. Lakini msimu huu unaokuja na leo mnakutana naye katika dabi. Nini labda unazungumzia kwa Suleiman Mwalimu? Ukisema aliperform vizuri, hapana. Kwangu mimi hakuperform vizuri kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye mara zote alikuwa akianzia benchi kwenye kikosi cha Mwalimu Steven Becker. Kufanya vizuri inawezekana kwamba hatuwezi kubeza sana mchango wake, lakini hakuwa sehemu kubwa ya kikosi, na ndio maana wakati inatoka taarifa kwamba Wydad wanamhitaji mchezaji wao, hukusikia hata mwana Simba yote ambaye alikuwa analalamika. Issue ya kulalamika ni baada ya kusikia kwamba anaenda upande wa pili, lakini angekuwa ameenda timu nyingine usingesikia watu wakilalamika. Lakini wakati Liba Segwe anahusishwa na kuondoka Simba, watu walilalamika. Na kitu kingine ambacho watu wanatakiwa kukielewa, Simba ya msimu uliopita na Simba ya misimu mingine iliyokuwa inapita, kila ikimaliza ligi ilikuwa inaondokewa na wachezaji wake muhimu. Lakini Simba hii hapa imelinda silaha zake, kwa sababu wanakuambia ukitaka kushindana na adui hakikisha unazilinda silaha zako zote. Sasa Suleiman Mwalimu sioni kama alikuwa ni sehemu ya silaha kwa upande wa Simba. Suleiman Mwalimu ametangazwa jana, nakumbuka alfajiri. Labda kiupande wako nilipokeaje baada ya kujua Suleiman Mwalimu ametoka katika timu yenu, ikiwa juzi tu katika tamasha lao alitangazwa kwamba bado yupo na nyinyi, lakini jana asubuhi aliingia katika timu ya Yanga. Labda hili mlipokeaje upande wako? Tumelipokea kwa sababu kwanza mimi ingekuwa Suleiman Mwalimu, Simba iko uwanjani inacheza na wachezaji 11 na yeye akiwemo, alafu inacheza labda na Yanga ikiwa na wachezaji 11, alafu Mwalimu akatoka upande wa Simba akaenda Yanga, si tukabaki pungufu wale wakawa 12, ingekuwa ni pigo. Lakini kwangu mimi ni issue ya kawaida, kwa sababu kwanza ukiangalia kitu ambacho watu wanatakiwa kielewe, ni jaribu kufafanua hapa kwenye chombo chako. Watu wanasukuma lawama kwa viongozi. Mimi nawaambia watu msisukume lawama kwa viongozi, kwa sababu issue ya Suleiman Mwalimu yani kwangu singeiona kama ina afya kama wangeng'ang'ania kubaki naye, kwa sababu ukiangalia timu ambayo imemtoa kwa mkopo Wydad Casablanca walikuwa wanataka hela nyingi, na hata hao ambao wameenda kumchukua Suleiman Mwalimu kwa ajili ya kuzubaisha watu wao, Suleiman kule inawezekana akawa hana namba, lakini walichofanya ni kutengeneza yani kiki, kwa sababu ukiangalia hela ambao wameitoa kwa Suleiman Mwalimu milioni 500. Sio mchezaji wa milioni 500 ule. Tena mchezaji wa mkopo, unampewa mchezaji mkopo kwa milioni 500, inakuwa sio. Kwangu mimi naamini kuna muda watu wanarusha maneno kwamba viongozi wa Simba sijui hela iko benki na nini, wanaingiza kejeli, lakini sio muda wa sisi Simba kujishambulia, kwa sababu Mwalimu ni mchezaji, hata akikaa Simba miaka 20 ingefika siku angeondoka. Tunaheshimu mchango wake, lakini ni mchezaji ambaye tungeendelea kumng'ang'ania kwa hicho ambacho timu yake au ajili yako Wydad walichokuwa nakitaka, ingekuwa ni hasara. Unatoa milioni 500 kwa mchezaji ambaye yuko mkopo. Unategemea nini? Kwa sababu labda mpinzani amekuwa amemhitaji, ingekuwa sio afya kwangu. Asante sana kwa muda wako. Huyo ni shabiki namba 1 kutoka Simba. Tuende tukafuatilia shabiki wengine kutoka timu nyingine pinzani, na pia usisite kufuatilia kipindi hichi. Bwana, nipo na upande mwingine wa timu ya Yanga. Shabiki huyu naye amekuja hapa kutueleza jinsi gani naye anaweza kupokea matokeo ya leo. Tumsikilize ana lipi la kuongea kutokana na mchezo huu. Mambo vipi? Mambo fresh tu. Kwa majina labda unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Ramadhan. Natokea zangu hapa Unguja tu. Unguja. Lakini siku ya leo umeweza kufika mapema katika kiwanja hiki kwa ajili ya kushabikia timu yako. Labda unazungumziaje ushindi wa leo? Ushindi wa leo ni Shashaman only. Kwa nini? Shashaman. Kwa sababu Shashaman si mgeni katika macho ya kila mtu. Shashaman ni striker mzuri, Shashaman hakupi stress. Shashaman hakupi maswali ya kujiuliza. Hakupi maswali. Shashaman anakupa magoli. Kanifahamu kwa hiyo ushindi wa leo uko wazi kabisa. Young Africans tunakwenda kuchukua ubingwa, tunaondoka zetu kwa sababu kwanza tumecheza mpira kwa namna nyingi. Kanifahamu tumecheza mpira kwa psychological,
pia tunakosa kucheza mpira mentality. Tunanifahamu. Nadhani kama ni msomi kidogo unaelewa. Tumecheza mpira saikolojia na physical. Tumecheza mental and physical. Mental tumemchukua Selemani Mwalimu, tumwavuruga. Physical tunakwenda kuchukua kombe, tunaondoka zetu. Kiupande mwingine mashabiki wa Simba hapa wamejitamba sana kuelekea kwa mchezaji wetu mpya huyu kwa Selemani Mwalimu. Labda kiupande wako unalizungumziaje ili kwa Selemani Mwalimu? Mfa maji haishi kutapatapa. Yaani mtu yote akifa maji lazima mikono. Sisi kwa watu wabichi watu tunaokaa pwani, tunaelewa mtu akifa maji anakuwa anakufa vipi. Mtu akifa maji mikono anakuwa anaweka hivi. Akiamini kwamba ndo ataokoka, lakini ndo bye bye hiyo. Kwa maana hiyo Selemani Mwalimu na Simba ni sasa wanamfa maji. Kama ingelikuwa si mchezaji mzuri, si mchezaji wa kutumainiwa, wasingemtangaza kwenye Simba Day, wasingemtaka kwa mkopo kwa sababu wanajua uwezo hawana wa kumnunua Selemani Mwalimu. Ndio maana wakamtaka kwa mkopo. Yaani vamwe na wanajua kama Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri, ndio maana wakamtangaza katika Simba Day. Tunanifahamu. Kitu kimoja, mimi naambia tu Simba wasitafute kuuza jezi zao kupitia mchezaji wa timu nyingine. Simba bana washaanza kitu kingine, wanauza jezi zao kupitia mchezaji wa Azam. Faitoto. Hiyo haijawahi kutokezea duniani hata siku moja, haijawahi kutokezea na wala itoe kutokezea. Na sisi mimi kama ningelikuwa ni shabiki wa Azam, basi ningehakikisha nafanya juu chini natia fitna yote. Simba wapelekwe mahakamani kwa kuweza kutaka kuuza jezi ya Simba kupitia mchezaji wa Azam. Asante sana kwa muda. Naam, haya sasa. Mambo vipi? Safi. Bwana, bila kusahau VOP TV watazamaji, leo tupo na shabiki namba 2 wa timu ya Simba. Naye atueleze jinsi gani ameweza kujiandaa kuelekea mchezo wa leo ya dabi ya Kariakoo. Tumejiandaa vizuri mashabiki wa Simba. Mechi kama hivyo unaona imetada hadi mashabiki wa Simba rangi nyekundu na nyeupe inaonekana kuliko kijani na njano. Mashabiki wa Simba tumeitika kwenye mechi kwa sababu tunaiamini timu yetu, tuna wachezaji wazuri, tuna maplayer wanaojua kucheza mpira ambao hata ukiwazungumzia duniani wenyewe wanajua kabisa yule ni mchezaji anajua. Umetoka mbali kuja kushabikia timu yako leo, lakini kwa upande mwingine labda unazungumziaje ushindi wa leo? Ushindi wa leo upo. Ushindi kikubwa ni juhudi ya kocha Steve Barker, jinsi atavyopanga kikosi chake na wachezaji wakasikiliza mbinu za kocha. Wakiingia uwanjani hakika wakisikiliza mbinu za kocha na wakiongezea yao kidogo, na hakika Simba anaenda kuchukua pointi 3 na kombe tunaenda kulichukua. Selemani Mwalimu siku jana ameweza kutangazwa asubuhi na ilikuwa surprise kwa pande zote mbili, naamini si kwa Yanga pekee. Lakini kwa upande wako surprise hii uliipokeaje, Selemani Mwalimu kuingia katika timu ya Yanga? Ile sio surprise. Kwa nini si surprise? Mimi nataka nikasema kitu kimoja, ule ni utopolo kama timu yao wenyewe alipoenda. Unajua kuna vitu vingine na kwa gani utopolo. Sababu kuna mchezaji ambaye unaweza kumtambulisha dunia yote ishtuke. Lakini Selemani Mwalimu yeye hajashtua. Sababu Selemani Mwalimu mimi namjua vizuri, mtoto wa Kizanzibari namjua yule. Umeelewa? Lakini Selemani Mwalimu watu wanachodauti hana nidhamu. Football haipo vile. Umeelewa? Kikubwa yeye angesainiwa na Yanga asingeongea chochote. Umeelewa? Angecheza. Watu mashabiki wa Simba wanadauti maneno na kejeli zao wanazoziongea mtandaoni. Hicho ndio wanachodauti. Lakini kwa uwezo wa Selemani Mwalimu alibebwa na Simba, hana uwezo wa kuchezea Simba. Asante sana kwa muda wako. Nashukuru. Naam, hizo ni shangwe za mashabiki kutoka pande zote mbili, lakini tunaweza kusema dakika 90 ndio zitaenda kutoa majibu ya mchezo huu wa leo. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Amani, mimi ni Sport Lady wako Husna Mwinyi wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online.